Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulihil karim wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa ba'd, vyombo vya habari bado vina mwendelezo wa habari ya mauaji ya wasichana 16 katika shule ya wasichana ya utumishi, na tukio hili ambalo wengi hulisifu kwa ni tukio la mkasa, isipokuwa nahisi kwamba tukiliita ni mkasa au ajali, nadhani itakuwa tunapotosha ukweli. Haya ni mauaji yaliyofanyika kimakusudi, na msingi tunapojadili swala hili tusianze kutupiana lawama kama ilivyokuwa dasturi taasisi mbalimbali, na vile vile pia kujadili sana swala hili imekuwaje, kawaje, sijui nani amehusika. Nikisema hivi haina maana hakuna pa kulaumiwa. Kwa kifupi, tukiwa wa kweli, wa kulaumiwa zaidi ni mfumo uliohenekeza maadili maovu kwa jamii mzima. Yani nazungumzia mfumo unaodetach ethics yani maadili ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kutokamana na jamii, kwamba jamii iwe inaishi pasi na mipaka ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, na wanadamu wawe wana uhuru ambao wanafanya watakalo. Sasa ikiwa mfumo ambao ndio unaathiri fikra na fahamu na hatimaye kuathiri matendo yetu ni muovu, bila shaka fahamu zetu, fikra zetu na miondoko yetu ni yenye kuakisi kama inavyoakisi mfumo muovu. Tunaishi katika mfumo wa kibepari wa kihuni ambao haujali, hauna hata chembe ya maadili wala ubinadamu. Na yanapotokea matukio kama haya, muhimu sana turudie katika mfumo ambao tunaishi kama tulivyoeleza. Lakini kuna baadhi ya mambo ambayo ni muhimu kuyadondoa na mafunzo ambayo tunayapata katika maafa kama haya. Kwanza kabisa ni suala la kuweka mstari baina ya matukio ambayo mwanadamu anaweza kuchukua tahadhari na matukio ambayo hata tahadhari ukachukua mwanadamu, matukio yale kwa sababu ni maandiko yatatokea moja kwa moja. Kwa Uislamu, mwanadamu anaishi katika mizunguko miwili. Kuna mzunguko ambao yeye mwanadamu anadhibitiwa na ule mzunguko, yani yanatokea matukio pasi na irada, pasi na mapendeleo yake. Mwanamke anachukua gesi nyumbani kwake, anawasha gesi, anaamua kupika, lakini gesi kalipuka. Mwanamke huyu ndiye amefanya kupika kule na gesi kalipuka, si katika matakwa yake wala si katika mapendeleo yake. Hii hapa ni qadar. Na qadar hapa inakuwa kwamba asili moto unachoma. Kwa hivyo qadari ni yale sifa ambazo Mwenyezi Mungu ameziumbia katika vitu, mfano moto asili unachoma, kuni uchomeka. Haya ni mambo ya qadar. Lakini katika mzunguko wa pili wa mwanadamu ni mzunguko ambao kuna mambo anayafanya kwa hiari yake. Uchukue kibiriti, uchukue petroli, uchome nyumba. Kitendo kile huwezi kulaumu moto wala huwezi kulaumu kuni. Utalaumiwa wewe, kwa nini unatumia akili yako katika kuangamiza watu. Kwa hivyo ni muhimu katika kuelewa kwamba kuna masala ya qadha ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na kuna masala ya utepetevu wa wanadamu, kama swala hili ambalo limedhihirika wazi. Lakini jambo la pili ni kwamba ni kuonyeshwa jamii yetu tunavyoishi, tunapenda sana kujadili baada ya matokeo badala ya kuwekeza mikakati na kujadili kuzuia matukio. Kwa sababu ndugu zangu, hili si tukio la kwanza katika tarikhi ya Kenya. Tumeona mabweni kuchomwa na visa vya uhuni vikifanyika katika mashule kama haya, lakini cha kushangaza utakuta tunachukua muda mrefu kujadili matukio. Hatujachukui muda mrefu na kuwekeza mikakati ya kwamba kwa nini yanatokea matukio haya, yani kwa nini tusizuie matukio kama haya. Na Uislamu wallahi unatupa taswira mzuri sana. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema wala tulqu aydikum ila tahluka, yani
muangamize, yani maana msijiangamize wala msitie mikono yenu katika maangamivu. Kwa maana kwamba tunatakiwa kwa wanadamu tuchukue precautions, yani tahadhari, ambapo tahadhari ile pamoja na kuchukua tahadhari, tunajua kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ana mipango yake, lakini Mwenyezi Mungu hatuwezi kutuhesabu katika qadha. Yanapotokea majanga ambayo yako chini ya uwezo wetu, yako juu ya uwezo wetu, hatuwezi kuhesabiwa, lakini tutahesabiwa katika yale mambo ambayo tuna uwezo nayo na khiari nayo. Kuna mafunzo kadha wa kadha ambayo tunayaona katika kisa kama hiki au mauaji kama haya. Kwanza kabisa ni kwamba inapotukia matukio kama haya, jamii nzima inapaswa kuwajibika. Hapa nakusudia wazazi, nakusudia taasisi, na kusudia vile vile serikali. Katika mtazamo wa Kiislamu, mtoto sio mali ya mzazi peke yake, bali ni amana ya jamii nzima. Ndio maana mtoto anapokuwa na maadili mazuri, yale maadili yataakisi katika jamii nzima. Na tuna wasomi wakubwa katika mfano, katika thakafa, katika tarikhi ya Uislamu, tuna wanavyuoni wakubwa ambao walilelewa na mama zao, lakini tija yao ikawa ni kubwa mpaka waleo tunawazungumza. Kina al-Imam Shafi'i rahimahullah, wakina al-Imam Abu Hanifa, Imam Malik, Ibn Taymiyyah rahimahullah. Hawa ni wanavyuoni wakubwa ambao kwa hakika walilelewa na wazazi wao, na wengine maskini wakakosa ni ulezi wa baba. Mama akachukua dori yake akamlea mtoto, lakini mtoto yule akawa ni productive si katika jamii yake tu, bali jail baada jail, yani generation after generation. Leo ndio tunazungumza natija ya wanavyuoni wakubwa kama hawa. Kwa hivyo ndugu zangu, nukta muhimu hapa kwanza, mtoto anastahiki kupewa malezi mazuri, si kwa faida tu ya wazazi wake, bali hata katika jamii nzima. Leo ndugu zangu, tunaishi katika mfumo wa al-anania, individualism, kwamba kila mtu anajihisi yeye anaishi kivyake. Kwa hivyo mtoto wangu hawi ni mtoto wa jamii, anapokosea niko tayari kusimama mimi kama Shaaban kumtetea mtoto kama yule. Hili ni jambo la hatari sana. Lakini funzo la pili, tunahisi kwamba jinsi vijana leo au watoto leo wanapoepushwa majukumu ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Mara nyingi tunaishi katika mfumo kama tunavyosema, mfumo wa secularism unaotenganisha Mwenyezi Mungu na maisha, hatimaye kutenganisha yani yale maadili ya Allah Subhanahu wa Ta'ala au maadili ya dini yasiwe na nafasi katika maisha jumla, bali dini ibakie katika nguzo za ibada peke yake. Hali hii imezalisha watoto ambao au wazazi ambao wana mentality hii, hatimaye inaakisi kwa watoto wao. Mtoto anajihisi kwamba hana jukumu. Uislamu umefunga umri wa mtoto kwamba akifika umri fulani mtoto si mtoto tena, yani kwa maana ana taklifu ya kisheria, ana jukumu la kisheria. Kwa maana haya anatakiwa kujiepusha na matendo ambayo anajua hata watu wasipomuona, lakini Mwenyezi Mungu anamuona. Anapofanya matendo, anajua matendo haya anayafanya si kwa nishati na nguvu ya serikali, anayafanya kwa sababu Mwenyezi Mungu amemwamrisha. Leo watoto wetu wanajihisi wako huru kiasi fulani kwamba mtu ni miaka 18 anachukua kibiriti na petrol na kuchoma, kisha namba huyu ni mtoto. Hakika huku ni kuonyesha kwamba hii jamii imekosea pia kutoelewa wapi watoto wanaanza kuwajibika. Uislamu umetibu swala hili kwamba mtoto akifika umri wa kubalighi, moja kwa moja huyu ni responsible na will be held accountable before Allah Subhanahu wa Ta'ala, atahisabiwa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Lakini funzo jingine tunalolipata hapa ni kwamba wazazi tumekosea wapi? Wazazi tunakosea kwamba roli yetu ya majukumu tunachukua kama ni 50%, kisha ati shule ina 50%. No. Kila mmoja acheze dori yake. Mzazi anawajibika. Unapokabidhiwa mtoto, huyu mtoto ni amana kwako, na unawajibika kama mzazi kujua alfu yake mpaka ye, kujua hatua zake anazokwenda, anatangamana na kina nani. Hili ni jukumu lako mzazi. Usitarajie serikali itakulelea mtoto wako, usitarajie jamii itakulelea mtoto wako. Kwanza anza wewe mzazi, tekeleza jukumu lako kama mzazi. Ni masikitiko makubwa sana kwamba wazazi katika wakati wa likizo utawasikia na semi za kusema kwamba hizi shule kwa nini zimefungwa? Hawa watoto wanaleta kero majumbani. Hawa watoto sijui vipi. Afadhali waende, pengine wakati mwingine usikia statement za kutisha, waende madrasa wakacheze. Afadhali wazifunguliwe shule. Huku ni kukwepa majukumu ambayo umevishwa kama mtu, kama mzazi. Uislamu umetaka jamii
iwajibike. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi, hakika nyote ni wachungaji na kila mmoja ataulizwa juu ya usimamizi wake. Ikaanza al-imam ra'in wa huwa mas'ulun an ra'iyatihi, kiongozi ni msimamizi na ataulizwa katika usimamizi ule. Lakini vile vile ikaja mpaka warajulu ra'in wa huwa mas'ulun an ahlihi, ataulizwa kuhusu usimamizi wa nyumba yake mwanaume, mwanamke naye vile vile. Kwa hivyo hakika kumeonyeshwa kwamba kuna utepetevu wa kubeba majukumu, na ndio utakuta watoto wanaambiwa haya, sasa nimekuletea mwalimu, mfanye utakalotaka huyu mwalimu. Hizi shule za mabweni zina nafasi yake. Shule za mabweni dori yake ni kwamba zinachukua sasa kazi ya kwamba ile 70% ya mzazi amefanya, shule nayo inachukua 30%. Lakini kinachotakiwa mtoto anapokuwa katika shule, yupo usimamizi wa shule moja kwa moja. Kwa hivyo hatua yoyote shule na administration ya shule yoyote haiwezi kukwepa lawama hapa. Lazima shule ihakikishe kwamba mwanafunzi yupo katika salama kimawazo, yupo katika salama hata kimaono yake, na kila hatua ya mwanafunzi ijulikane kwamba jukumu ni kwa shule, kwa sababu huyu mzazi amefanya dori yake. Kwa mfano amepeleka mtoto shule, ni amana shule ikabidhiwa mtoto ichukue kwamba usalama wa mtoto ni kitu muhimu. Leo tunaona shule huenekeza masala ya fedha na nini, shule utakuta inasajili wanafunzi zaidi ya ile idadi inayotakikana, kwa maana ya kutukuza na kuglorify materialism, kutukuza pesa. Kwa maana haya kwa mfano tatizo hili limetokea kwamba wanafunzi ni wengi zaidi ya inayotarajiwa ilivyotarajiwa ile idadi. Kwa maana haya pia kumbe tumeenekeza kama jamii kupenda pesa zaidi hata kuliko kuangalia maisha ya mwanadamu. Kwa hivyo hapa shule pia inawajibika na taasisi zote za shule zinawajibika, na kutokea matatizo kama haya pia lawama itupwe kwa taasisi. La tatu ambalo la mwisho ni jukumu la serikali. Serikali ndiyo haina mtoto, lakini serikali ina jukumu kama serikali kuwajibika kuhakikisha kwamba kuna usalama wa kutosha wa maisha ya kila raia akiwemo mtoto. Na serikali ina idara. Haiwezekani shule iwe ina idara, ina ofisi, ina usajili na inajulikana shule hii, lakini ati shule hii isiwe katika rada ya serikali, kwa maana kwamba wanafunzi wawe wanaingizwa katika bweni, hakuna hata mikakati ya majengo. Serikali haikuangalia ujenzi wa mabweni haya. Je, ujenzi huu uko salama? Tunaambiwa kwamba shule hii ilikuwa hakuna hata milango ya kutokea wakati wa hatari kama hii. Tunaambiwa kwamba watoto waliweza kusajiliwa idadi zaidi hapa. Sasa serikali ilikuwa wapi? Kwa maana haya ni kwamba kihakika anayewajibika ni mzazi, anayewajibika ni taasisi, anayewajibika ni serikali. Lakini bottom line ni kwamba tuishi katika mfumo hatarishi ambao mfumo huu unatufanya sisi kila mmoja akwepe jukumu. Mzazi anakwepa jukumu kwa visingizio vingi. Leo utaambiwa kwamba mwanamke lazima afanye kazi, kwa hivyo mtoto hapewi nafasi. Lakini pia wazazi, kuna kitu muhimu sana, na jamii kwa ujumla, kuwachukulia watoto kwamba si hostile, si maadui. Mtoto anapokuwa ana msongo wa mawazo, ni jukumu letu kuhakikisha kwamba kuna easy communication, kuna mawasiliano mazuri. Inaweza kuwa kwamba hawa watoto, hawa wanafunzi walikuwa na ujumbe wa kufikisha, pengine ilikuwa kuna mambo hayaendi sambamba, lakini yakapuzwa. Ni muhimu kwamba watu wawafahamu watoto kwamba kuna hitaji kuweko na mawasiliano. Mtoto amekuja shule anasinzia shuleni, ni jukumu la mwalimu aweze kukaa na yule mwanafunzi kwa lugha nzuri na kuzungumza naye, ashirikishe mzazi wake na ashirikishe hata serikali. Kwa maana haya mtoto anahitaji kufuatiliwa katika kila hatua yake. Na hapa ndio nimalizie kisa cha Nabiullah Zakaria alayhi salam, jinsi alivyomfuatilia Maryam. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema wakafalaha Zakaria kullama dakhala alayha Zakaria almihraba wajada indaha rizqan. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema alimlea huyu Zakaria Maryam. Katika malezi haya hakufanya hima tu na masala ya chakula, masala ya food na nini mwingineo, lakini pia alitaka kujua maadili. Anamkuta na chakula hiki, huyu ni mtoto wa kike, alikipata vipi? Ikawa ni swali. Kwa hivyo swala si kuwalisha watoto wetu chakula tu, tunatakana tuwalishe chakula cha kimaadili. Hawa watu tuwafungamanishe na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Akamuuliza, anna laki hadha, umepata vipi
nipe chakula hiki. Maryam akasema Maryam kwamba huwa min indillah, riziki hii yatoka kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, inna Allaha yarzuqu man yasha'u bighairi hisab, hakika Mwenyezi Mungu huruzuku anayemtaka kwa pasi na mahisabu. Hapa Maryam akaminspire Zakaria alayhi salam, hunalika daa Zakaria, hapo Zakaria naye akachukua nafasi kwa kuwa amekuwa inspired na Maryam, akapenda naye akaomba dua aruzukiwe mtoto. Hivi ndivyo tunavyotakana kukuza watoto wetu, wawe si tu dramatic achievement kwamba tumeona ni daktari, tumeona ni mwalimu, lakini tuangalie maadili yao. Ni daktari kweli, je, maadili yake yanakubalika katika Uislamu ama hayakubaliki? Hivi ndivyo malezi. Tumomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala tujalie min alladhina yastami'una qawla fayattabi'una ahsana. Aqulu qawli hadha astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.